Ili kuwa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare katika peji yetu. Beki wa Simba Hussein Darok, huyu ni beki ambaye ni kitasa kwelikweli. Wana Simba wenyewe wanasema hapa wamepata mtu. Huyu ni mwamba kwelikweli. Huyu bwana anajua kukaba, anajua kufunga, anajua kila kitu. Ni beki wa kati lakini ni kama mshambuliaji kwa sababu ana magoli mengi katika ligi kuu ya Tanzania bara. Anajua kufunga, anajua kufanya kila kitu, anazuia kwa namna zozote zile, anajua kupiga tackling, anajua kukaba. Kwa hiyo huyu ni kisiki kupitika kwake, sio kirahisi. Ni beki wa maana kwelikweli. Wenyewe wanasema hapa kama ni karata wamelamba dume. Huyu bwana ni mtu wa kazi, ni mtu ambaye ukimpa kazi anafanya kazi. Ni beki wa kazi kwelikweli. Lakini kwa hivi sasa Hussein Darok kinachomsumbua ni majeraha yake. Huyu bwana anasumbuliwa sana na goti. Huyu bwana toka akiwa Mamelodi Sundowns alikuwa ni mchezaji ambaye ana majeraha sana. Hivyo baadhi ya mashabiki wanakuja na kusema kwamba huyu bwana sababu ya Mamelodi kumwacha mpaka kuja kuitumikia klabu ya Simba ni kwa sababu ya kuwa na majeraha mengi. Karibia kila msimu anakuwa na majeraha, hajawahi kumaliza msimu akiwa anacheza. Hivyo muda mwingi anakuwa yuko nje ya uwanja, na kama ndo timu inamtegemea kama hivi sasa Simba ilivyo, huwa inakuwa ni pengo kubwa kwa sababu anakuwa ana mbadala, anakuwa yeye anafiti eneo kubwa na waliopo wanafiti katika eneo dogo. Hivyo Hussein Darok hivi sasa anaipa Simba pigo kubwa, na wengine wameenda mbali na kusema kwamba Mamelodi uaga mchezaji mzuri kama huyu wasingemwachia kirahisi kama hivyo watu wanavyozani. Mchezaji mzuri akiwa Mamelodi aachiliwi kirahisi kama baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba ameshuka kiwango, lakini sio kwa sababu ya kushuka kiwango, ni kwa sababu ya majeraha ambayo yanamsumbua mara kwa mara. Huyu bwana ni mchezaji ambaye hata South Africa wenyewe wanamhusudu kwa jinsi anavyoweza kukaba. Ni mchezaji ambaye anajua kukaba, anajua kupiga tackling. Hivyo hata katika ligi kuu ya South Africa ni mchezaji ambaye alikuwa anasifiwa kwelikweli. Ni mchezaji ambaye ameimbwa kwelikweli katika vyombo vya waandishi wa habari, lakini kwa hivi sasa anaitumikia klabu ya Simba. Lakini huku Lunyasi bado majeraha tena yamempata, hivyo atakosekana katika mechi nyingine za Januari za klabu bingwa Afrika. Hivyo Simba wameona ni pengo kubwa au ni pigo kwao, wanasaka beki mwingine wakati kwa ajili ya kuja kaba nafasi ya Hussein Darok, lakini sio kwa sababu atamwachana naye, hapana, ni kwa sababu anaendelea kuuguza majeraha yake. Akipona atarudi kama kawaida kuchukua namba yake, iko pale. Lakini vile Hussein Darok mwenyewe kwa hivi sasa amesafiri kuelekea kwao kwa Afrika Kusini kwa ajili ya kufanyiwa matibabu, na matibabu hayo akishapona itabidi arudi kuungana na miamba hiyo ya Tanzania Simba, ambayo kwa hivi sasa imepoteza heshima yake baada ya kukosa kombe la ligi kuu mara 4 mfululizo. Hivyo kwa hivi sasa ndio maana ameleta wachezaji wazuri kama Hussein kwa ajili ya kuja kurudisha heshima yao ambayo imepotea kwa misimu 4 mfululizo. Ndio maana wenyewe wanasema kwamba msimu huu ni msimu wao, haijalishi mvua itawaka, jua litanyesha, wao lazima wachukue ubingwa. Hata kama wamepoteza mechi moja dhidi ya Azam, lakini wao wameshinda mechi 4, hivyo bado wako kifua mbele kwa kujinadi wa kusema kwamba ubingwa bado wanautaka, na mbio za ubingwa wao ndio wako mbele kwa kusema kwamba wana Simba hawakati tamaa. Mnyama sio wa kukata tamaa katika mashindano yoyote yale ambao wanaoshiriki, ikiwezekana hata katika kombe la klabu bingwa barani Afrika wafike malengo yao ya nusu finali. Kama unavyojua wamepoteza mechi 2 za hatua ya awali katika makundi, wakupoteza mechi moja nyumbani na mechi nyingine ugenini, lakini bado hawajakata tamaa. Lunyasi wanasema kwamba msimu huu ni msimu wa kupambania ndoto zao, ni msimu ambao watafanya juu chini kila linalowezekana watimize malengo yao bwana. Lakini Ahmed Ally amekuja na kusema kwamba Simba ya msimu huu ni timu bora zaidi kuwahi kutokea katika Simba zote toka ameziona, kwa sababu Simba ya msimu huu imekamilika. Simba ya msimu huu iko vizuri, ina ukuta chuma wa mlinzi kama Hussein Darok. Hivyo timu gani ambayo inaweza kusumbua Simba hapa barani Afrika? Simba imekamilika. Simba ni timu ambayo itashangaza itashangaza watu wengi, kwa sababu watu wengi wanaibeza kwa hivi sasa. Watu wengi wanaibeza kutokana na kuona katika mechi
mbili za kimataifa wamepoteza, na vile vile kwa sababu tumefungwa na Azam. Hiyo sio sababu ya mnyama kukata tamaa. Mnyama yuko pale pale, malengo yake lazima yatimie. Msimu huu ni msimu wa malengo kwetu, tumejiwekea malengo magumu kwa sababu sisi ni timu kubwa. Timu kubwa siku zote lazima iwe na malengo magumu, kwa sababu malengo mepesi kutimia ni rahisi, malengo magumu kutimia ni kazi. Lakini lazima tupambanie malengo yetu. Malengo yetu ya msimu huu ni kufika nusu fainali ya kombe la klabu bingwa Afrika, na kombe hilo tushazoea kufika tu ya robo fainali. Hivyo msimu huu lazima tumejiwekea malengo ambayo watu wengi wanadhani ni ngumu, lakini sisi wenyewe tunaona tunaweza. Tutawashangaza watu wengi. Watu wengi watashangaa kwa sababu Simba sasa hivi watu wengi wanaidharau kwa sababu ya performance yake uwanjani. Wengine wanasema kwamba wanacheza kawaida, lakini sisi wenyewe tunajiona tunacheza kikubwa. Tunacheza kwa malengo. Ili ufanikiwe lazima ucheze kwa malengo, na malengo ndio atakayofanya timu iende mbele. Siku zote mwenye malengo ndio anayefanikiwa. Mtu ambaye ana malengo atabakia pale pale. Hivyo bado tunaendelea kupigania ndoto zetu, na ndoto zetu ni kufikia malengo yetu ambayo tumeanzisha wenyewe, na ni matamanio yetu, na ni matamanio ya kila mmoja mwana Simba. Anatamani kuona timu yake ikiwa imeimprove, timu yake ikiwa inaenda mbele na sio kurudi nyuma. Sisi wote tunaungana, wana Simba wote tunaungana kuisupport timu yetu. Hii ni timu ambayo kila mwana Simba anajua ni timu ambayo inafanya mwana Simba awe na furaha pale inaposhinda, lakini tukipoteza tunakuwa tuna huzuni. Hivyo huzuni sasa basi hatutaki tena huzuni, tunataka tuendelee pale pale tulipoishia. Katika misimu ya nyuma sisi ilikuwa ni timu ambayo tunapata furaha kuliko timu zote. Hivyo hivi sasa japo furaha yetu imeondoka, lakini tunataka kuirudisha, na itarudi kiume, itarudi kiume. Tunaipigania usiku na mchana, tunapigana kweli kweli kwa ajili ya kurudisha furaha yetu ambayo imepotea, imechukuliwa. Tuna waizi ambao hawastahili hata kidogo wao kuongoza hii ligi. Wao hawastahili kupata chochote katika ligi kuu ya Tanzania bara, ni wezi tu. Hivyo lazima tuchukue heshima yetu. Lakini baada ya kumaliza msemaji, pia wamekuja washabiki mbalimbali, na kila mmoja amekuja kuandika ya kwake. Kama huyu Juma Rashid amesema kwamba Simba msimu huu ni timu bora, lakini wasajili wao ambao wamefanya ni wa kawaida. Kama Rushaina ni mchezaji ambaye alikuwa na majeraha toka akiwa na Mamelodi Sundowns, amekuja huku Simba akiwa ni mgonjwa, lakini bado sisi tumemfurahia na kuna ni mchezaji mzuri, ni mchezaji atakayetusaidia. Ni kweli, lakini majeraha yake ni mengi sana. Huu jamaa atakuja tukosti. Na kuna mwingine hapa Musa Rashid amesema kwamba Simba msimu huu ni timu bora, lakini Rushaina bado na majeraha, na majeraha yake yatapelekea Simba kutukosti kwa sababu ni mchezaji ambaye tunamtegemea kweli kweli. Hapa kuna mwingine, huyu ni Sadiki Mwinjuma, anasema kwamba Simba msimu huu ni timu bora kweli kweli, ni timu ambayo imesajili vizuri, lakini Rushaina ni beki wetu tunayempenda, ni beki ambaye ni tegemezi, lakini nashangaa kwa nini Mamelodi amemwacha. Nimekuja kugundua kwamba kwa sababu ya majeraha ambayo yanamsumbua yeye mara kwa mara. Je, wewe mwana michezo na mwana soka unaonaje kuhusiana na Rushaina? Comment hapo, subscribe pamoja na kulike katika page.